Mambo. Poa. Unafanya nini sasa hivi ingawa zako hapo darasani? Nimeamua tu kuja kutulia maeneo haya. Unaona Sumakizi mkazi, mange sura ngeni. Ni mwanafunzi mgeni nimehamia. Kizimkazi kabisa. Kwa hapo utaondoka sanga? So muda mwingi nitaondoka. Kuna kitu kinanisumbua. Maana nimekuja maeneo haya ili nije kukitatua. Kitu gani mwenzetu? Sir James. Sir James? Sawa. Wewe tena. Leo je shule? Maana kutafuta shule nzima imekukosa. Mbona nijibu? Nakuja huko juu nisubiri. Mambo. Poa Neema. Wewe umelijuaje? Jina lako nalijua. Haya. Wewe unaitwa nani? Naitwa Shani. Jina nzuri. Vipi leo? Mbona je shule? Sisikii vizuri. Unamuogopa Sir James, una lolote? Hapana, mara nyingi nikiwa sijisikii vizuri napenda sana kuja kukaa ile eneo. Niambie tu huyu Sir James kakukila tena. Maana unakuwa na ngoza nyumbani. Hapa. Leo nimeamua kuja kusubiri hapa. Mimi. Niko bwana zangu nyumbani. Twende basi. Shani, mwenye kufuata nini sasa hivi usiku? Usiogope Neema. Kuna kitu nahitaji unisaidie. Kusaidia? Kitu gani? Kuna kitu kidogo nahitaji kutoka kwa Sir James. Ni kama cheni hivi anapenda kuivaa. Sir James afundisha darasa letu. Yafundisha form 3 form 4. Alafu kwa nataka kukidude. Mpaka nakufuata wewe, najua utanisaidia vizuri ipasavyo. Ngoja nikupe kidogo historia yangu. Kipindi nasoma pale Kizimkazi, nilikuwa na mahusiano na Sir James. Na kwa bahati mbaya, nikabeba ujauzito wake. Wewe vipi? Wewe si nikukataza kufika hapa? Shida nini? Lakini vipi kuhusu mimba? Haya sawa. Nimeshakutafutia dawa. Lakini nilikwambia nitakuletea huko. Kilichokufanya uje huku ni nini? Kamata. Tafuta sehemu ambayo unaweza kukaa peke yako. Hata kama ni chooni huko kajifungie chooni. Sawa? Mimi sitaki matatizo. Na sitaki watu wote wajue kwamba wewe una ujauzito. Tafadhali bwana. Kibarua changu. Mimi nina watoto wakubwa na familia. Alinishawishi sana niitoe na nilikataa.
na akaendelea sana kunishawishi kwa sababu alikuwa anajali kazi yake kuliko afya yangu, na nikautoa ule ujauzito. Baada ya kutoa niliumwa sana na ikapelekea kifo changu. Fariki. Na kilichonifanya nije hapa kwa sababu wajutii makosa yake, bado anaendelea kutembea na wanafunzi na kuwasababishia matatizo. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie iko kidude nikipate, ili niokoe maelfu ya wanafunzi pale shuleni. Shani. Mbona kama una mawazo hivi, kama kuna vitu nafikiria kichwani? Kaka, mimi leo najisikia vibaya tu, natamata nikapumzike yani. Unajisikia vibaya au ni uvivu wa kwenda shuleni? Nisikia tu vibaya leo kaka. Niangalie huko. Jana usiku uliomba? Hapana. Asubuhi unapoamka? Hapana. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua ndo mdogo wangu na mimi nakutegemea. Uko hapa nyumbani na pambane mradi uende shuleni, usome ili baadaye kuja kujitegemea na maisha yako. Sawa? Sawa. Sitaki ujiingie kwenye majaribu kama watu wengine. Nitakujisikia uko barabarani unadanga, unajiuza nini. Shule ndio kitu cha msingi. Hasa nikwambie kitu mdogo wangu. Naomba tumwepushe shetani. Yote ni kazi ya shetani.
Nataka tuombe. Si unaamini? Asante Baba mtakatifu, Yesu Kristo Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi. Tazama Bwana, ni asubuhi nyingine tena tunajikabidhi mkononi mwako. Namleta mdogo wangu mkononi mwako Yesu Kristo mfalme. Nakataa kila hila mbaya na kila njia zote za adui shetani. Ninapinga, ninakemea, niko kinyume na kila nguvu za giza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana ukambariki kwenye masomo yake, hata alipo darasani akili yake kakae kwa utulivu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunajikabidhi mkononi mwako mfalme wa mbingu na nchi. Naomba na kushukuru. Amen. Amen. Vipi unajisikiaje? Fresh tu. Kweli? Ndio kaka. Sasa hapo nenda shuleni. Baba. Hapo. Nilijua tu kama utakuja, maana bila kuniona upumui. Kwanza hata sijui kwa nini hujaja shule. Na tuliongea vizuri kabisa asubuhi tuwai, ila ulichokifanya. Yaani wewe acha tu anonikuta. Soma dogo. Una lolote tu unatafuta sababu. Choka hata si cha nini tena. Hapa alifanya somea tu kaka ajue kama anajisomea, ila akili haipo kabisa yani. Yote 9 bwana. 10 uko shuleni. Shule nzima gumzo. Sir James kampasuzi mimba huko. Sir James. Sasa James wewe shoga yangu nikwambie. Siku ambayo sija shule nenda dukani, kutoka dukani katika kile kidaraja kile kamkuta binti kavanguza shule, nikamuuliza vipi? Poa. Nikamuulizaje vipi? Mbona sasa hivi hujaenda darasani? Ingawa tupo darasani unajisomea. Alafu pia ananiambia anasoma katika hiyo shule tunasoma sisi Kizimkazi. Si unanielewa? Ila sijai kumuona. Unaona? Ngarudi zangu nyumbani. Sikuona kuja shule. Natoka shule. Nikamkuta. Na nguo za nyumbani. Nikamuuliza vipi? Mbona shule sijakuona? Na shule nzima nimekutafuta. Sijakuona. Hamna, leo najisikia vibaya sijui na nini na nini. Ila mimi nimekuja hapa kidarajani na kusubiria wewe. Unaona? Nikamwambia basi twende nyumbani, maana mimi naelekea nyumbani. Akasema sawa. Nikaja hapa nyumbani. Naingia ndani nakuta kaka anafanya maombi hapa. Na nje ili kumkaribisha na nikuta shogangu. Sijamkuta. Sasa hayo mawili la tatu. Nipo chumbani huko najisomea. Ghafla sinitokee nini? Shogi. Yani nitetemeka yani ulikufa ganzi. Ulikufa ganzi. Anza kunadisia, sijui Sir James kampa mimba, akamwambia gatoa yako hataki, ghafla akatoa akafa. Shoga yangu anaongea na mzimu. Tunanielewa mzimu. Mimi nishaanza kuogopa mzee na hii nyumba yenu ilivyo kubwa. Mkute mnafuga majini. Amna bwana shoga yangu, usiogope, ila ndio hivyo. Leo nikuta mwenzio. Ndo naondoka zangu. Na kile kidaraja maana ushaniambia si mnakutana kwenye kidaraja. Kwa hiyo wewe tena nikajua nipa ushauri wa maana unaondoka. Ushauri kwenye majini. Ni kwa hiyo jamani. Wewe jamani. Kwa hiyo jamani. Ndio shoga upo hivyo kwenye majini. Tutakutana shule. Tume Mungu wangu mimi. Ndo dada aliyokuwa anisimulia mimi. Mbona kama kimenilamba? Naogopa. Yaani mpaka nywele zinanisisimka. Mungu naomba unisaidie mimi jamani. Yaani kama yupo hapa au kama anamtazama. Yaani nikifika mwisho ile daraja nitakimbia. Yaani sitoangalia hata nyuma.